Hii ni Kasako Update. Ungana nami Adela Thomas katika kuletea makala hii. Benki Kuu yakanusha upotoshaji serikalini kukumbana na uhaba wa fedha za kigeni. Benki Kuu ya Tanzania BOT imetoa taarifa ya kina kukanusha taarifa za upotoshaji zinazoenezwa hasa mitandaoni zenye lengo la kudai kwamba serikali inakumbana na uhaba wa kifedha za kigeni kiasi cha kuamua kuchukua fedha za akiba kutoka Benki Kuu. Taarifa hiyo iliyotolewa na gavana wa BOT Bwana Emmanuel M. Tutuba inaweka wazi hali halisi ya akiba ya fedha za kigeni na utulivu wa uchumi wa taifa, ikiwa ni muhimu kuelekea mwaka wa uchaguzi wa 2025. Kama taifa, akiba ya fedha za kigeni inaakisha utulivu wa soko, ununuzi wa bidhaa za nje ya nchi na uwezo wa taifa kuhimili misukosuko ya kiuchumi. Kulingana na taarifa ya BOT, hali halisi ni kama ifuatavyo. Akiba ya fedha za kigeni. Benki Kuu kwa sasa inashikilia akiba ya kutosha kufunika miezi 4 hadi 8 ya uagizaji wa bidhaa za huduma kutoka nje ya nchi. Kiwango hiki kinazidi lengo la taifa la kufunika miezi 4.0 na hata lile la nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC la miezi 4 hadi 5. Thamani. Akiba hii inafidia dola za Marekani bilioni 6.7, ikiwa ni dhihirisho la uthabiti wa kiuchumi. Matumizi ya akiba. Gavana amesisitiza kwamba matumizi ya akiba hiyo yanafanywa kibiashara kwa mujibu wa taratibu na si kwa kuziba mapengo ya kifedha au kwa sababu ya uhaba. Ukuaji wa uchumi unaendelea. Licha ya changamoto za kiuchumi za dunia, uchumi wa Tanzania unaendelea kuimarika. Kasi ya ukuaji wa uchumi wa taifa uliongezeka kwa 5.2% katika robo ya kwanza ya mwaka 2025, kiasi kilichofanana na robo ya 4 ya mwaka 2024, na matumaini ni kwamba utafiti 5.0 katika robo ya pili. Sekta muhimu. Sekta ya kilimo inakuwa kwa kasi 8.8%, na utoaji wa mikopo kwa sekta binafsi umeongezeka kwa 24%. Umuhimu wa kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Taarifa hii inakuja katika wakati muhimu ambapo taarifa inaelekea katika kipindi cha uchaguzi. Hapa ndipo taarifa za upotoshaji hasa zinazohusu afya ya kiuchumi huongezeka kwa lengo la kuvuruga utulivu wa jamii na soko. Benki Kuu imesisitiza kuwa taarifa za upotoshaji zinaweza kusababisha hali ya wasiwasi miongoni mwa wananchi na wawekezaji, na hivyo huathiri utulivu wa soko la kifedha. Badala ya kuunga mkono upotoshaji, taasisi za kifedha, wananchi na hasa vijana wanahimiza kupuuza taarifa hizo kwa kufanya maamuzi ya kiuchumi kwa jamii, wakitambua kuwa Benki Kuu inaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi na kwa uwazi. Gavana amewasihi wananchi kuendelea kutunza amani zao benki na kutumia fedha za kigeni kwa matumizi yenye tija ili kusaidia jitihada za maendeleo ya kisekta ya fedha na uchumi kwa taifa kwa ujumla. Kutoka Kasako Media, Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.